Kwa hiyo dhahabu ni pambo hili, na wanaolihitajia pambo hili ni wanawake. Anahitajia pambo la dhahabu mwanamke lizaujiha, kwa ajili ya mume wake, hata yuraghiba fiha au hata yarghaba fiha, ili mwanamume awe na raghba na mke wake. Katika kazi ya dhahabu ni kumvutia mwanamume, kumvutia kwa mke wake, ni zina na inavuta. Wa hata yamila ilaiha, ili amili kwa mke wake huyo. Hii ni kazi ya dhahabu, na inavunja mwili. Dhahabu inavunja mwili wa mwanamke, ukae kikike. Ukiwa kwenye shingo, basi utavunja shingo. Utaona shingo mwanamke anayevaa dhahabu na nyiritika namna hii, imelegea, na kile anapokuwa katika hali hiyo ndilo hilo ambalo hupendeza zaidi kwa mume, kuliko mwanamke akawa gangari namna hii. Mwanamke gangari huna raha naye, akikushika mkono kama umekamatwa na mwanamume mzio, fundi gereji. Kwa hiyo humraghibisha mwanamume kwa mkewe dhahabu hiyo, kadhalika humvunja umbile mwanamke. Vivyo hivyo nguo ya hariri ndivyo inavyofanya kwa wanawake. Ndio maana viwili hivi vikawa vimehalalishwa kwa wanawake kinyume na wanaume. Baadhi ya maelezo haya ameyataja al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. فمن مثل خالد فهم دعوة السلفية بتيا مشايخ خويته والسلفي حفظهم الله.